Anza na masuala yanayofungamana na siasa, ambapo maafisa wa polisi kutoka kitengo cha DCI na wale wa tume kupambana na ufisadi nchini EACC wamefanya msako hii leo kwenye nyumba ya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, huku wakipata wakati mgumu kutoka kwenye boma hilo baada ya kuzingirwa na wenyeji waliokuwa wamepandwa na mori. Mike Muskoya alikuwepo na kuandaa taarifa hii. Msako huu ulioanza mwendo wa saa 1 asubuhi uliongozwa na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC waliopigwa jeki na maafisa wa polisi wa kawaida walioshika doria nje ya boma hilo. Upekuzi huo ulipokuwa ukiendelea, kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa na baadhi ya wakilishi wadi walifika na kuingia kwenye nyumba hiyo iliyokuwa chini ya ulinzi mkali, na kisha baadaye kuelezea kilichokuwa kikiendelea kwenye nyumba hiyo. Wamefanya raid asubuhi ya leo. Yes. Lakini leo tumekuwa hapa na mawakili na viongozi MCAs wote, na ile search imeonyesha ya kwamba hakuna chochote kimepatikana kwa gavana. Walikuwa wanatafuta pesa, hakuna pesa imepatikana hapa. Walisema eti gavana sijui ameiba pesa iko chini ya kitanda, hakuna pesa chini ya kitanda. Viongozi hao wamekashifu utumizi wa taasisi huru za serikali kuwakandamiza na kuwanyanyasa viongozi wanaopinga uongozi mbaya wa serikali ya Rais William Ruto. Hatutakubali harassment ya upinzani, intimidation ya upinzani, kuweaponize our justice system kisiasa. This harassment of the opposition must stop. And whether you use the police or not, hata utumie jeshi, wewe ni one term. Raundi hii ikiwepo unakuja na hii tabia ya kutuma hao watu waje wanyanyase Natembeya, my friend, sahau kura ya jamii ya Waluya. Hakuna mahali mtapeleka gavana Natembeya, hakuna mahali mtapeleka mheshimiwa waziri. Sisi tuko upinzani na 2027 tunawahakikishia tutawapeleka nyumbani. Na mimi nataka kuambia rais ya kwamba the moment unaendelea kushika Natembeya, usifikiria kwamba unashika Natembeya utakuwa unachokoza Waluya kwa complete kama Western. Wenyeji wenye hamaki ambao walijitokeza kwa wingi katika lango la makazi ya gavana Natembeya waliwazidi maafisa wa polisi nguvu na kuingia ndani ya boma hilo na kuharibu baadhi ya magari ya makachero wa EACC, huku wakikariri kuwa huenda gavana huyo anaandamwa kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Sisi hapa Trans Nzoia tuko na amani kupitia kwa George Natembeya. Hatujavurugana, wafanya biashara wamefaidika. George Natembeya ameweka wananchi wa Trans Nzoia pamoja. Na kama serikali kuu imekuja mahali hapa kuvuruga George Natembeya, hatutaelewana nayo. Na sisi si ati ni wa kabila. Gavana wetu Natembeya anajaribu kusema tukae pamoja. Jamii ya Mlembesia Waluya peke yake. Trans Nzoia ni cosmopolitan. Na akisema anataka jamii ya Mlembe ipige pamoja, anamaanisha the cosmopolitans in Trans Nzoia. Watetezi hawa gavana Natembeya vile wameeleza kusitishwa kwao na jinsi operesheni hiyo ilikiuka haki za watoto na familia nzima ya gavana huyo. It's a big shame kwamba serikali hii inaweza hata kuinvade kwa boma za watu. Nyumba hii iko na watoto, iko na bibi. I don't know what our family has, the children and the wife has got to do with this. Iliwalazimu maafisa wa polisi kutumia vitoa machozi kuwafurusha wenyeji ili kuwatorosha makachero hao ambao walisalia kwenye nyumba hiyo hadi mwendo wa saa 6 mchana. Mike Muskoya, West TV kutoka eneo la Milimani, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.